Habari za muda huu, karibu katika dawati la habari kuu la Daily News Digital. Habari kubwa kwa siku ya leo: Tanzania inaadhimisha kumbukizi ya miaka 5 ya kifo cha hayati Dr. John Magufuli. Naitwa Kuthum Ali, nasema karibu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan atoa milioni 100 kukamilisha ujenzi wa makumbusho ya Magufuli. Kwa kutambua na kuenzi mchango wa hayati John Pombe Magufuli, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa akifuatilia kwa karibu ujenzi wa makumbusho yake hapa Chato. Mheshimiwa Rais ametaarifiwa kwamba ili ujenzi wa makumbusho ya hayati Pombe Magufuli yakamilike, zimepungua kiasi cha shilingi milioni 100 ili kukamilisha makumbusho yake hayo. Ninafurahi kuwajulisha kuwa Mheshimiwa Rais ameamua kutoa fedha hizo zote ili kukamilisha kazi hiyo. Wakati huo waandishi wa habari wasimulia nchi ilivyotikisika kifo cha Magufuli. Nilipata mshtuko, lakini kwa kuwa moja majukumu yangu ni kuhakikisha kwamba taarifa zote ambazo zinatolewa zinakwenda kwenye vyombo vyetu vya habari, hasa gazeti la Habari Leo ambalo mimi nalisimamia. Kwa hiyo nilichukua uamuzi wa kwamba hii habari kwa muda ule ilikuwa majira yanakaribia kwenda saa 4, hatuwezi kuiacha ikapita hivi hivi. Kwa hiyo moja ya jukumu ambalo nilifanya ni kutafuta designers ambao wasanifu wa kurasa ambao wako karibu, ambao wangeweza kuja kubadilisha gazeti lile kwa kusaidiana na mimi. Kwa hiyo pale niliona pia hata kutafuta usafiri binafsi ingekuwa zaidi ni muhimu, kwa maana ya bodaboda. Usisahau kwamba uchapishaji wa magazeti kishafika saa 4 tayari ni magazeti yanatakiwa yasafirishwe, yaanze kuwa kwenye kuandaliwa kwenda kwenye mikoa ile ambayo yanakwenda ama kwa ndege ama kwa mabasi usiku, kwa usafiri wa njia barabara usiku ule. Kwa hiyo nilifanya maamuzi haraka, nikamuita bodaboda ambaye namwamini anikimbize Tazara kwa ajili ya kubadilisha sura ya gazeti letu. Wakati wa kifo cha Rais Magufuli, mimi nilipokea nikiwa nyumbani. Actually ilikuwa Jumapili na mimi sikuwa nimefahamu kwamba kifo kimetokea. Nilipigiwa simu na mamangu. Mamangu akawa amenipigia simu akaniambia, "Unasikia kinachotangazwa huko?" Nikamwambia, "Hapana, sijasikia, kuna nini?" Akaniambia, "Magufuli amefariki." Kwa kweli nilikuwa nimeshapanda kitandani kulala, lakini ilibidi niamke. Nikaamka na nikaamsha nyumba nzima. Kwa hiyo nikawaambia, "Jamani, nimesikia kuna kifo, rais amefariki." Kwa kweli tulikaa pale sebuleni kwa huzuni na kutafakari, sasa inakuwaje rais amefariki? Ni kitu ambacho kama taifa hatujawahi kukipitia. Kusema ukweli wa Mungu, siku hiyo mimi siku ya tukio la msiba wenyewe mimi usilalagi mchana, lakini siku hiyo nililala mchana na nilikuwa na rafiki yangu. Nikasema najisikia kama kuna tukio baya sana litatokea, lakini sielewi litatokea kwa nani. Yaani nikosa raha kwa siku nzima mpaka usiku wa manane. Kuna rafiki yangu mmoja akanipigia simu, "Bwana, yule uliokuwa rafiki yako yule bwana atunaye, hujamsikia Mama Samia akitangaza?" Akasema, "Kitu gani?" Kwa kweli nilijisikia vibaya sana na kwa bahati, sijui ni bahati njema, nikaweza kushiriki katika kumzika, sio kwa maana ya kwenda kama kaburini, lakini process zote zile za kuaga uwanja wa Taifa. Kwa kweli mimi nilikuwa nafanya kazi, lakini huku kama vile unafanya kazi na unaandika story ya ndugu yako ambaye unamfahamu, unajisikia yani kitu kama kinakubana hivyo, unaona kwa nini huyu, yani unasema kwa nini huyu amekufa. Yani nilikuwa nyumbani kwa sababu ilikuwa ni usiku, nilikuwa nimeshalala actually, lakini nikapigiwa simu, nikaambiwa washa TV, kuna taarifa mbaya, hebu kawashe TV uangalie. Kwa hiyo nikaenda kweli, nikatoka mbio, ndo nakufika pale nakuta kipindi hicho makamu wa rais Mama Samia ndo anatangaza msiba. Kwa kweli wote pale ndani, ukiacha mimi ambaye nimefanya naye kazi za kawaida za uandishi wa habari kwenye mikutano yake na nini, lakini hata familia pale wote tulipokea kwa mshtuko. Yaani wengine walilia, wengine hivyo. Kwa hiyo haikuwa habari nzuri. Mradi mkubwa wa kimkakati ulioleta faraja kwa Watanzania SGR, alama iliyoasisiwa na Magufuli. Yaani hiki kituo kimekuwa fursa kubwa hasa kwa sisi madereva taxi.
kwa sababu nataka nikuambie Mheshimiwa Rais wa awamu ya 5, Mungu amweke mahala pema peponi, amefanya kitu kikubwa sana. Kitu kama hiki kimekuwa mkombozi kwetu sisi. Huu mradi unaturahisishia vitu vingi sana. Cha kwanza, unaturahisishia kupunguza muda au save time, kwa sababu zamani tulikuwa tunatumia masaa 3, 4 mpaka 5 kutoka Morogoro mpaka kuja Dar es Salaam, lakini sasa tunatumia lisali moja kama dakika 50. Kwa hiyo kiuhalisia inaturahisishia mambo mengi sana. Cha pili, inawezekana kuwasaidia pia wafanya biashara ambao wanatoka Morogoro kuja Dar es Salaam. Nakuta zamani mtu mpaka amke saa 12 asubuhi, apande magari ya asubuhi aje Dar es Salaam, lakini sasa hivi kuna SGR ambao anatumia lisali moja na dakika kadhaa kufika Morogoro. Mtu anakuja asubuhi, anafanya biashara zake, kama kuna mizigo anachukua Kariakoo, anakuwa na uwezo wa kurudi Morogoro kwa wakati. Kwa hiyo kiuhalisia huu mradi ni kitu kizuri sana, tunashukuru sana. Aliitwa rais wa wanyonge wa machinga, wasema hawatomsahau. Kama machinga namkumbuka kwa mengi sana, kwa sababu kwanza tulikuwa huru, tulikuwa tukamatwa na vigambo, tulikuwa tunafanya biashara zetu kwa amani. Kwa hiyo maana hiyo ukweli, yani ni pigo kubwa sana kwa mzee. Hayati Magufuli mimi namkumbuka kwa sisi wa machinga, wafanya biashara ndogo ndogo, alituletea vitambulisho vya ujasiriamali vile vidogo, tukichangia pasenti ndogo kwa 20,000 kwa mwaka. Kwa hiyo vile siko natusaidia sana kukimbizwa na wajomba wadifa zetu, ametusaidia sana. Na mpaka hapo hatuna la ziada. Endelea kufuatilia mitandao ya kijamii ya Daily News Digital kupitia Instagram, Facebook na X. TSN ni zaidi ya habari.